Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuelekea katika mchezo wa kombe la ngao ya jamii, ambapo mchezo huu ni moja kwa moja utakwenda kukutanisha masimu wawili. Hapa tukienda kuongelea klabu ya soka ya Simba Sports Club na klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo vilabu hivi ni miongoni mwa vilabu ambavyo vina ushindani mkubwa ndani ya Tanzania, ndani ya nje ya bara la Tanzania, tukiongelea visiwa Zanzibar, hata kule nje ya mipaka ya Tanzania. Yani miongoni mwa vilabu ambavyo vinafuatiliwa na mashabiki wengi kwa sababu ni miongoni mwa vilabu pendwa. Sasa fahamu kuelekea katika mchezo huu wa fainali ya ngao ya jamii ambao umepangwa kuchezwa tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 pale visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex ambao uko Zanzibar majira ya 2:30 usiku. Basi tayari shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF wameweza kutangaza ile orodha ya marefari ambao moja kwa moja watakwenda kusimamia mchezo huu, kwa mwingine ni miongoni mwa mchezo ambao unavuta hisia za mashabiki wengi. Pasipo kupoteza wakati, ngoja tukafahamu ile orodha ya marefari ambao wameweza kutangazwa kwenda kusimamia mchezo huu. Bila kupoteza wakati, una nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia kuelekea katika mchezo huu kati ya Simba dhidi ya Yanga, je, ni klabu gani ambayo unaiona itakwenda kuibuka na ushindi? Sasa turudi kwa kile ambacho kimeweza kutuleta siku ya leo kuelekea katika mchezo huu kati ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club, vikosi vyote vikiwa vimewasili visiwani Zanzibar. Kwa upande wa marefari ambao watakwenda kuchezesha mchezo huu ni marefa 6, sio wote wataingia ndani wa kiwanja, lakini kuna malazmen, bila kusahau kwa upande mwingine kuna official lazmen, ambapo kwa upande mwingine ni marefari ambao watakuwa nje ya uwanja. Pasipo kupoteza wakati, fahamu RAA ni Sudi Abdi kutokea katika mkoa wa Arusha, lakini match commissioner atakuwa ni Hamisi Kitila kutokea katika mkoa wa Singida. Lakini bila kusahau RRR, yani huyu ni referee ambaye atakuwa nje pale kwa ajili ya kufanya substitution, atakuwa Nasri Sia kutokea visiwani Zanzibar. Kwa ukiona kibao kimenyoshwa, mchezaji anatoka, mchezaji anaingia, basi Nasri Sia kutokea Zanzibar ndiye ambaye atakwenda kunyosha kibao hicho. Lakini wale ambao watakwenda kupewa lawama ama kuhusika na mchezo huu ni lazima number 1, lazima number 2 na referee wa katikati. Sasa ni nani na nani? Fahamu mshika kibendera namba 2 ni Leonard Mkumbo kutokea Manyara, ambapo Leonard Mkumbo atakuwa katika upande wa kulia wa uwanja ule wa New Amani Complex, ambapo kwa upande mwingine tunashuhudia Leonard Mkumbo atakuwa akinyosha kibendera kama mchezaji kazidi, kama kuna rafu ambayo imetokea, basi ndiye ambaye atakuwa akihukumu matukio mbalimbali kumsaidia refa wa katikati. Lakini mshika kibendera namba 1 ni Mohamed Mkono. Mohamed Mkono ni miongoni mwa masini ambao wameweza kuchezesha mechi hizi za Simba na Yanga kwa kipindi cha muda mrefu, ambapo Mohamed Mkono anatokea katika mkoa wa Tanga nchini Tanzania. Mohamed Mkono ukiongelea katika watu ambao wameweza kufanya mambo mengi katika ulazmen ni Mohamed Mkono, ambapo kwa upande mwingine lazmen huyu atakwenda kutokea upande wa kulia, ambapo mchezaji akizidi basi moja kwa moja atakwenda kuonyesha kibendera chake kwa ajili ya refa wa katikati kuweza kuhukumu tukio la offside ama faulo ama kitendo chochote kile ambacho kitakuwa nje ya wao wanavyotaka, basi moja kwa moja atahukumu kwa kunyosha kibendera chake. Lakini mshika kibendera ama ambaye atakwenda kuongoza kutoa red card, kutoka kadi za njano ni Ahmed Arajiga kutokea Manyara.
Ahmed Rajiga kwa mara nyingine tena ameweza kuchaguliwa kuchezesha mchezo huu wa Kariakoo Derby, lakini ikiwa ni fainali ya ngao ya jamii pale visiwani Zanzibari.